Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi ili niweze kuchangia hotuba iliyopo mbele yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nipende sana kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa ukarimu anayejalia neema ndogo ndogo na kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kwa kuanza kwa pongezi kwa rais wetu, mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika taifa lake la Tanzania. Mheshimiwa Rais amekuwa atulii usiku na mchana ndani na nje ya Tanzania kwa ajili ya kutafutia neema wananchi wa taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kwa kuanza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali ama kuuteua mkoa wetu wa Pwani unaoongozwa na mkuu wetu wa mkoa Alhaji Musa Kunenge, mkoa wetu kupewa heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa uzinduzi wa mbio za mwenge kitaifa, ambapo tumezindua tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwani kupitia mwenge wa uhuru tumeukimbiza, tumemulika na tumekagua miradi yenye takribani thamani ya shilingi bilioni 45. Hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mwenge unasimama kwa niaba yake na mwenge ule umemulika miradi yote, imekagua miradi yote. Hakuna pasi na shaka mwaka huu mkoa wa Pwani tutaongoza katika hizo mbio za mwenge, ndio tutashika namba 1, kwani miradi mikubwa imetekelezwa na imetekelezwa kwa umahiri wa hali ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nipende kumpongeza mbunge wangu wa jimbo la Rufiji, lakini pia ni waziri wetu wa TAMISEMI kaka yangu Mohamed Mchengerwa, kule Undengelekoni wanamuita aka MK katika maana Mchengelo mtukazi. Ninampongeza sana, amepatiwa kazi kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Anafanya kazi kubwa sana. Wizara yetu ya TAMISEMI ndio wizara ambayo inashughulika na maendeleo ya watu katika miji, vijiji na vitongoji. Lakini Mheshimiwa Mchengelo amekuwa akifanya kazi ya kumsaidia Mheshimiwa Rais, lakini bado amekuwa yuko beneti na wananchi wake wa Rufiji. Mheshimiwa Waziri, nipende kukupongeza sana wewe na manaibu wako kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nipende kusema na mshukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kuniteua na kuniweka kuwa mjumbe wa kamati ya LAC kwa kipindi cha miaka 2.5. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia ujumbe wangu wa kamati ya LAC nimepata fursa na nafasi ya kutembea karibia nchi yote ya Tanzania. Nadhani nimetembea halmashauri ama niseme mkoa wote, nilibakiza mkoa wa Kigoma tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ziara hizi za LAC zimenipa nafasi ya kuwa shuhuda, kujionea miradi mikubwa ya kimaendeleo ambayo imetekelezwa katika halmashauri zetu, katika wilaya zetu na katika majimbo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikisema nitolee mfano katika sekta ya elimu, sote ni mashuhuda. Shule za wasichana zimejengwa ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 4 mpaka bilioni 5 katika mikoa yote ya Tanzania. Kwa hiyo tunaweza tukafanya hesabu kwamba bilioni 4 mpaka 5 tukizidisha mara mikoa yote ya Tanzania tutaona ni kiasi gani. Lakini sio tu shule za wasichana. Mheshimiwa Rais kwa kuwa ni mama, Mheshimiwa Rais kwa kuwa ni mlezi, Mheshimiwa Rais kwa kuwa ni mvumbua vipaji, ameona ipo haja na tija ya kuanza na zoezi la kujenga shule za wavulana. Shule 7 tayari za wavulana zimejengwa, kila moja yenye thamani ya shilingi bilioni 4 na milioni 450. Lakini kama hiyo haitoshi, shule za amali 29 zenye thamani ya shilingi bilioni 1.6 na zenyewe zimejengwa. Kwa wale watakaoshindwa kwenda kwenye mfumo rasmi, basi waende kwenye mfumo huu wa amali. Mwisho wa siku Mheshimiwa Rais hajamwacha kijana yote wa Kitanzania pembeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano mwingine wa mambo makubwa yaliyofanywa na rais wetu katika sekta hii ya elimu ni shule za kata. Shule mpya za kata takriban 734 ambazo zenye thamani kila moja shilingi milioni 470
zimejengwa katika taifa letu hili la Tanzania. Hivyo tupende sana kumpongeza Mheshimiwa Rais, kwani elimu ndio ufunguo wa maisha, lakini elimu itatusaidia taifa la Tanzania na vijana wa Tanzania kuondoka gizani. Hivyo Mwenyezi Mungu amlipe sana Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi hiyo kubwa aliyoifanya, kuwafanya watoto waondokane na ujinga. Lakini sisi katika dini yetu ya Kiislamu tumeambiwa ikra bismi rabbikal ladhi a'la. Katika maana ni kwamba twende tukasome kwa jina la Mola. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anafanya kazi ambayo ameamrishwa na Mwenyezi Mungu. Lakini tukija katika upande wa sekta ya afya, Mheshimiwa Rais wetu amefanya kazi kubwa na kazi nzuri. Hospitali zimejengwa, vituo vya afya na zahanati zimejengwa. Tunazo hospitali mpya takriban 129 katika halmashauri zetu 129. Kwa hiyo hili ni jambo la kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia kama hiyo haitoshi, tunazo hospitali kongwe 48 ambazo zimefanyiwa ukarabati pamoja na vituo vya afya. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amegundua kwamba afya ndio msingi wa taifa la Watanzania, lakini afya ndio msingi wa maisha ya mwanadamu. Ndio maana ameamua kwa maksudi kuwekeza katika sekta hii ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikienda katika mkoa wangu wa Pwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mkoa wetu wa Pwani ni mkoa wa kielelezo, mkoa ambao una mifano tosha ya mambo makubwa na mazuri yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wetu katika shule ya sayansi ya wasichana kule wilayani Rufiji katika kata ya Chemchem tumepatiwa kiasi cha shilingi bilioni 4 na milioni 800 kwa ajili ya kujenga shule nzuri, shule ya kisasa, ili kuweza kuibua vipaji vya watoto wa kike ama niseme vipaji vya wasichana. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule hii ama hakika tumeipa jina la heshima Bibi Titi Mohamed, shule ambayo itatoa mabinti ambao ni marais wa baadaye, wenye viti wa baadaye, maspika wa baadaye na mawaziri wa baadaye. Hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini katika hili pia nimpongeze sana mbunge wa jimbo ya Rufiji, kwani mbali ya kwamba Mheshimiwa Rais ametupa pesa, tumejenga shule nzuri ya kisasa, yeye hakusita kuwaekea mfumo wa gesi ili waweze kupikiwa chakula katika majiko ya kisasa na katika bwalo ambalo ni zuri. Nafikiri katika sehemu zote tulotembea hakuna bwalo zuri kama bwalo la kule wilayani Rufiji. Lile bwalo limejengwa vizuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kitu kingine ningependa kusemea mikopo ya 10%. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mikopo hii ya 10% ilifika mahala ilisitishwa kwa sababu ya baadhi ya watumishi kutokuwa na nia njema. Lakini baadhi ya vikundi hewa ambavyo vilipelekea taifa hasara, Mheshimiwa Rais alisitisha kwa nia vichakatwe upya, iangaliwe upya ili irejeshwe mikopo ambayo yenye tija na yenye afya. Lakini mikopo hii iliyorudisha ya mfumo wezeshi, mimi nawapongeza sana Wizara ya TAMISEMI. Mikopo hii imewekwa kwanza katika kategori 3. Mwisho wa siku hakuna mjasiriamali awe mdogo, awe wakati ama mkubwa ashindwe kunufaika na mikopo hii. Ambapo wamezipanga, nikitolea mfano wa halmashauri yangu ya wilaya ya Kibaha, mkopo mdogo ni wameweka kati ya 500,000 mpaka milioni 10 ili vijana waweze kukopa, wanawake waweze kukopa na watu wenye ulemavu waweze kukopa. Na kwa sasa wameruhusiwa mtu mwenye ulemavu kuweza kwenda kuchukua mkopo huu peke yake. Lakini kwa wale watu ambao wanaweza wakakopa mkopo wakati ni kati ya milioni 10 mpaka milioni 50. Lakini na mkopo mkubwa ni kati ya milioni 50 mpaka milioni 150. Maana yake ni kwamba vijana wa Kitanzania, wanawake, wakina mama, wakina mamalishe pamoja na wauza mboga neema imefunguliwa na Rais Samia. Kwa hiyo tunaomba sana Mheshimiwa Waziri, jambo hili kama kuna mambo madogo niliona katika halmashauri zetu kadhaa mkoa wa Pwani walizindua undi za kimfano kwa ajili ya kutoa mikopo hii kwa akina mama. Hili ni jambo lenye tija, ni jambo lenye afya, ambapo sisi wabunge wa viti maalum tunapata nafasi kubwa na nzuri ya kumsemea rais wetu kwa namna alivyotenda kwa wanawake wenzie.
Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho nimalizie na mimi kumpongeza spika wetu Daktari Tulia Ackson kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya. Sisi wabunge wa viti maalum tunamshukuru kwa vile vikao vya kila Alhamisi. Alikuwa anatuita vikao vya kila Alhamisi kutuandaa maandalizi ya 2025. Mheshimiwa Spika, tumekuelewa. Mheshimiwa Spika, tumekufahamu. Tutafuata ushauri na bunge lijalo tutarudi kwa wingi, namba ya wanawake itaongezeka. Vikao vya Alhamisi haviwezi kwenda hivi hivi. Lakini lingine, Mheshimiwa Spika, licha ya kutuheshimisha sisi wanawake wenzie, ameheshimisha bara la Afrika. Na hii ilijidhihirisha pale Mheshimiwa Spika alipowakatalia wazungu kwamba kuona bado tuko kwenye masuala ya ukoloni. Ni kwamba tumeshamalizana ukoloni, Afrika ni huru, tunasonga mbele na tunachapa kazi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi.